Habari zenu, karibuni tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaingia ndani kabisa ya wazo moja la kiteolojia ambalo kwa kweli linavutia sana na linaibua maswali mengi. Je, inawezekana kuna mpango mkuu wa uokoaji uliofichwa ndani ya unabii? Hebu tuchunguze. Sasa, swali hili linasikika kama kitu kutoka kwenye filamu ya Hollywood, sivyo? Yaani, fikiria dunia nzima iko kwenye mgogoro mkubwa na ghafla kuna njia ya siri ya kutoka. Lakini vipi kama wazo hili lina mizizi ya kina kabisa katika tafsiri za maandiko za kale? Hili ndilo swali hasa linalotuongoza leo. Sawa, hii ndiyo ramani ya safari yetu. Tutaanza kwa kuelewa ukubwa wa janga lenyewe, halafu tutafunua huu unaoitwa mpango wa kutoroka. Baadaye tutaangalia jinsi historia inavyoweza kuwa imetuachia vidokezo, na mwishowe kabisa tutajaribu kuelewa maana ya ndani ya kiroho nyuma ya haya yote. Basi, tuanze na chanzo cha yote, kipindi kinachofahamika kama dhiki kuu. Na hapa siongelei tu kipindi kigumu cha kawaida. Hiki ni kitu cha kiwango kingine kabisa, janga ambalo halijawahi kuonekana. Sasa fikiria hivi, hii si dhoruba tu, ni kama kimbunga cha matukio ya kutisha, ambayo kulingana na tafsiri hii yanakwenda mbali zaidi ya uwezo wa mwanadamu kuvumilia. Ni hali ya kukata tamaa kabisa, na hali hii ndiyo inayofungua mlango kwa hitaji la suluhisho lisilo la kawaida. Lakini hapa ndipo mambo yanapovutia zaidi. Hiki kipindi cha miaka 7 si kwamba ni mateso mfululizo tu, la hasha. Kimegawanywa katika sehemu 2 tofauti kabisa, na kila sehemu ina lengo na matokeo yake. Unajua, miaka 3.5 ya kwanza, hiyo inaelezewa kama kipindi cha onyo la mwisho kutoka kwa Mungu, yaani fursa ya mwisho. Lakini baada ya hapo, miaka 3.5 inayofuata inageuka na kuwa giza totoro, kipindi cha mateso makali sana chini ya utawala wa anaitwa mnyama. Mabadiliko ni makubwa sana hapa, yaani tunatoka kwenye kipindi ambacho ujumbe wa Mungu bado unasikika na kuna fursa ya kufanya uamuzi, na tunaingia moja kwa moja kwenye utawala kamili wa mnyama, ambapo udhibiti na kukata tamaa ndivyo vinatawala. Ni kama kubadilika kutoka mchana kweupe hadi usiku wa manane kwa ghafla. Sasa, katika hii nusu ya pili ya giza, mhusika mkuu hasi anajitokeza jukwani, mnyama anayejulikana pia kama mpinga Kristo. Hapa ndipo udhibiti wake kamili unapoanza. Mfumo wake wa kudhibiti una nguvu kweli kweli, na unakuja kwa hatua 3. Kwanza, anagusa mahitaji ya msingi kabisa, chakula na pesa, kwa kufunga mfumo mzima wa kiuchumi. Pili, anateka akili na mioyo ya watu kwa kutumia miujiza ya uongo. Na mwisho, anadai utii kamili wa kiroho, akiwalazimisha watu wamwabudu yeye. Hali hii sasa inatuleta kwenye swali muhimu sana. Katika dunia ambayo imefungwa kabisa na mfumo huu, je, kuna njia yoyote ile ya kutoroka? Hapa ndipo tafsiri hii inapokuja na jibu lake la kipekee. Basi, kutoka kwenye giza hili, sasa tunaelekea kwenye mwanga. Baada ya kuona kina cha tatizo, sasa ni wakati wa kuchunguza lile suluhisho la kimungu, njia ya kutoroka iliyoandaliwa. Jibu la tafsiri hii sio tu la kiroho, ni la kimwili pia. Inaaminika kwamba kuna mahali halisi pa usalama hapa duniani, eneo lililofichwa ambalo linafikiwa tu kwa njia ya kimuujiza, kama vile kubebwa kwenye mabawa ya tai mkuu. Sasa, ili kuelewa hili vizuri, tunahitaji kuangalia neno la Kigiriki harpazo. Hii haimaanishi kuondoka tu kwa hiari yako. Inamaanisha kunyakuliwa kwa nguvu, kuondolewa kwa ghafla kutoka kwenye eneo la hatari. Hapa sasa ndio kiini cha tafsiri hii. Ni muhimu sana kuelewa hili. Tofauti na lile wazo maarufu la unyakuo ambapo waumini wanapelekwa mbinguni, harpazo hapa ina maana ya kuhamishwa na kupelekwa kwenye eneo salama hapa duniani ili kupata ulinzi dhidi ya mateso. Ni uokoaji wa kidunia, si wa kibingu. Sasa, unaweza kujiuliza, je, kuna ushahidi wowote wa wazo kama hili katika historia? Kulingana na tafsiri hii, jibu ni ndio. Maandiko yamejaa visa ambavyo vinaonekana kama mazoezi ya hili tukio kuu la uokoaji.
Fikiria kuhusu Gosheni. Wakati Misri yote ilikuwa inateketea kwa mapigo ya kutisha, kulikuwa na eneo moja tu la kimwili ambalo lilikuwa salama kabisa. Hii inaonekana kama mfano hai wa ulinzi wa kimungu katikati ya janga la kitaifa. Na ulinzi huu haukuwa tu wa kimwili. Wakati giza zito lilipofunika Misri nzima, huko Gosheni kulikuwa na nuru. Hii inaashiria ulinzi kamili wa kimwili na hata wa kiroho katika eneo maalum. Halafu kuna kisa cha Elia. Na hapa angalia kwa makini ule muda. Miaka 3.5 ya njaa. Huu ni muda sawa kabisa na ile nusu ya pili ya dhiki kuu. Katika kipindi hiki, Elia alitengwa na kulishwa kimuujiza, akiwa salama kabisa wakati nchi nzima ikiwa kwenye njaa. Sawa. Baada ya kuona tatizo, suluhisho na hata mifano ya kihistoria, sasa ni wakati wa kuunganisha hizi nukta zote na kuelewa maana ya mwisho ya mpango huu wote wa uokoaji. Hitimisho hapa lina pande mbili. Kwa upande mmoja, kuna imani ya dhati kwamba kutakuwa na ulinzi halisi wa kimwili utakaotokea siku za usoni. Lakini kwa upande mwingine, kuna ukweli wa kiroho ulio na kina zaidi, ambao haya matukio yote yanajaribu kutuongesha. Na huu ndio ujumbe mkuu, kwamba iwe ni Gosheni, kimbilio la Elia, au lile eneo la usalama la siku zijazo, yote haya ni vielelezo tu. Ni kama vivuli vinavyoashiria kimbilio la kweli na la milele, usalama wa kiroho unaopatikana ndani ya Kristo. Kwa hiyo, tunabaki na hili swali la kutafakari. Ikiwa huu mfumo wa ulinzi wa kimungu umejirudia mara kwa mara katika historia, unatoa ujumbe gani wa matumaini kwetu sisi tunapokabiliana na majanga na changamoto zetu wenyewe leo?